Ninataka nikuombe sasa ufungue Biblia. Kitabu ni kile cha Yohana sura ile ya 15. Tutasoma kuanzia mstari wa 14. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 14, ndio hapo tutaanzia kusoma. Kama umepaona hapo sema amen. Amen. Yohana 15 ninasoma kuanzia mstari wa 14. Nami nitasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bwana Yesu, libariki neno lako. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu bora wa wakati wote, ukatufundishe tena mchana wa leo yale uliokusudia watoto wako wasikie, ukawasikilizishe hayo. Zaidi ya yote, somo hili la leo lilete hatua kwenye maisha ya kila mmoja, libebe badiliko juu ya kila mmoja, na zaidi ya yote tukaifikie ile taji tuliyokusudiwa. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Mtu anisaidie kusema amen. Sasa Bwana amenipa message hii nikufundishe ya msingi wa urafiki, ili iwe kama antivirus kwenye kompyuta inayowekwa ili software za kompyuta ziwe salama. Unapojifunza kwa habari ya msingi wa urafiki, itakusaidia kukuguide pindi ambapo rafiki anataka kukujeruhi, ndani utakuwa tayari unayo kinga na hautajeruhika. Sasa wanangu wazuri, nataka nianze kwa kusema hivi. Nimepitia kwenye maandiko kadhaa kwenye Biblia. Jambo ambalo limenisikitisha ni kuona vile ambavyo marafiki wanaweza kubadilisha hatima ya mtu. Marafiki wanaweza kumtoa mtu kutoka kwenye hatima ambayo Mungu amemwekea kumpeleka kwenye uangamivu. So be very careful na kitu kinaitwa marafiki. Yaani kwa kifupi, ngoja nikwambie, mimi nikifanya kazi na wewe, mimi nikifanya huduma na wewe, tunaweza kufanya huduma lakini usiwe rafiki yangu, ila tunafanya huduma wote. Naweza kufanya kazi na Dr. Wende, tukifanya kazi pamoja haina maana si ni marafiki, ila ni wafanya kazi kwenye sehemu moja. Tunaweza kusoma shule moja, tunaweza kuwa darasa moja, tunaitwa classmate, but we are not friend. Lakini sisi ni wanafunzi ndani ya darasa moja. Ukiweza kumanage situation ya kuishi na watu kwenye ukaribu usio wa urafiki, utaona hatua kwenye maisha yako. Kuwa na rafiki sio jambo baya, lakini pia kutokuwa na rafiki sio jambo baya. Ukiangalia kwenye maandiko, Mungu alikuwa na rafiki. Anasema hapa kwenye Isaya 41 ule mstari wa 8. Hebu angalia hapo ujue kwamba hata Mungu alikuwa na rafiki. Kwa hiyo kuwa na rafiki sio jambo baya. Usichukue somo hili ukasema pastor alihubiri akasema tusiwe na marafiki. Sijahubiri somo la usiwe na marafiki. No. Nimesema nafundisha somo linaloitwa msingi wa urafiki. Amen. Isaya 41 mstari wa 8. Nasemaje? Biblia inasema nawe Israeli. Nawe Israeli, mtumishi wangu. ndio.
Yakobo niliyekuchagua, mzao wa Ibrahim, rafiki yangu. Nani? Rafiki yangu. Rafiki yangu. Wewe niliyekushika toka miisho ya dunia. Wewe niliyekushika toka miisho ya dunia. Angalia, Mungu anamtaja Ibrahimu kama nani? Rafiki. So mpaka Mungu anaye rafiki. Kwa lugha nyingine, kuwa na rafiki sio jambo baya. Ndiyo maana kwenye kitabu cha Yohana tulichosoma sura ya 15, ngoja tuangalie tena haya maandiko. Kwenye kitabu cha Yohana ambacho tumekisoma, hii sura ya 15, huu mstari wa 14 anasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu. Huyu ni Yesu anasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu. Sio vibaya kuwa na marafiki, lakini swali la msingi ni hili hapa: unaweza kuwa maintain watu wanaoitwa marafiki? Unajua kusudi la marafiki kwenye maisha yako? Unaweza kuhandle pressure ya marafiki? Haya ndiyo maswali ya msingi yaliyowaondoa watu kwenye kusudi. Marafiki. Hebu ngoja nikuonyeshe kitabu cha Wafalme. Kuna kitu hapa tujifunze. Mtumishi wa Mungu, kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza, hii habari tumeifundisha mara kadhaa, sura ya 3, anzia hapo kwenye mstari wa 16. Kuna kitu kizuri natamani tukiangalia hapa. Wafalme wa kwanza 3:16. Naongelea tu kwa habari ya marafiki, ya kwamba marafiki wanaweza kubadilika. Wakibadilika, mwanangu, unaweza kuhandle hiyo pressure. Soma. Amen. Ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme. Ndio. Wakasimama mbele yake. Na mwanamke mmoja akasema, bwana wangu. Ndio. Mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja. Nami nalizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Anasema huyu mwanamke alizaa alipokuwa na huyo mwanamke nyumba moja. Kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa. Na sisi tulikuwa pamoja. Ndio. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani. Ndio. Isipokuwa sisi wawili tu. Hapakuwa na mtu mwingine hapo nyumbani zaidi yetu wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku. Maana alimlalia. Kwa sababu huyu mwanamke alilalia mtoto wake. Akaondoka katikati ya usiku au akaamka katikati ya usiku. Akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Akamwondoa mtoto wangu aliyekuwa ubavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini. Naam. Akamweka kifuani pake. Akamweka kwake. Na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Sikilize mtu wa Mungu, umewahi kusoma hili andiko mara kadhaa. Tukisoma hayo maandiko wakati wote, tunapoanzia hapo kwenye mstari wa 16 inasema na wanawake wawili makahaba. Ukiliangalia hili andiko, it looks like ni wanawake wawili wanaozungumzwa kutoka maeneo labda mawili tofauti, ila walikuwa tu ni makahaba. But deep down ya andiko hili linaonyesha jinsi hawa wanawake sio wa kawaida. Hawa wanawake ni marafiki. Kuna spelling za urafiki zimemiss kuwekwa hapo. Kwa nini? Kwa sababu kama utaondoka leo ukamtafute mdada mwingine mpange chumba kimoja, hamwezi kupanga chumba kimoja na mtu ambaye hampatani, hamfahamiani. Kwanza walikuwa wanafanya kazi moja. Biblia inasema wote walikuwa makahaba. Haleluya. Maana yake kazi yao ilikuwa moja, walikuwa washikaji, walikuwa mashosti, walikuwa mashoga. Yaani unaweza ukatengeneza rafiki ambaye ukiumwa anaumwa, roho zinaendana. Ukipata tatizo anakonda hata kama yuko mbali. Kwa nini? Kwa sababu roho zenu zimeendana. Sasa nilipokuwa na tafakari ili andiko, nikaona kitu cha namna hiyo juu ya hawa wanawake. Kwa nini? Kwanza wote ni makahaba, wanakaa nyumba moja, and Biblia inasema wakapata ujauzito wakati mmoja. Yaani hadi mpangilio wa mifumo ya mayai, tarehe za kupata ujauzito zina connecting.
Huyu anapata ujauzito na huyu anapata ujauzito. Kuna mtu anasema bishop, huyu hujaielewa vizuri. Wewe ndio hujaielewa vizuri. Let me show you something. Ngoja nikuonyeshe hapa kwenye Biblia kama roho zinaendanaga za marafiki. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza hapo 18:1. Okay. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli. Roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Roho ya Yonathani ikafanyaje? Ikaambatana na nani? Na Daudi. Kumbe roho zinaweza kuambatana kati ya mtu na rafiki. Haleluya. Now, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. So, kuna namna unakuwa close na mtu to the level roho zinaambatana. Mnaanza kuishi pamoja. Mnafanya kazi moja. Mnaweka mipango pamoja. But guess what? According to 1 Kings, anasema hawa wanawake wakiwa kwenye nyumba moja, wote walikuwa na watoto. Mmoja, rafiki mmoja akalalia mtoto akafa. Alipoua mtoto wake, kwamba huyu ni rafiki yangu pale, it's not a big deal tena. Maandiko yanasema akainuka katikati ya usiku, akaenda akamchukua mtoto wa rafiki yake wa karibu, akambeba, akamchukua aliyekufa, akamwekea. This is the one of the type ya marafiki ambao tunaweza kudhani ni marafiki hasa, kumbe ni kwa sababu tu hawajapata kitu cha kupoteza. Haleluya. Yani hii inakuonyesha kwamba mtu ambaye unafikiri ni rafiki yako, furaha yake ni muwe sawa. Unasuka nywele hizi naye asuke, mnacheka. Asuke hizi usuke twende kilioni, kuna kaneno katawekwa. Kama sio kwako ataenda kumwambia mtu kitu cha tofauti. Wanangu wazuri, kwa huu muda wa wokovu nimewaona watu walioacha wokovu sababu ni marafiki. Nimeona watu ambao walikuwa kwenye process ya ndoa, mchumba na mchumba wako kwenye process ya ndoa, aliyekuja kuvunja hiyo safari ya uchumba wa hao watu ni rafiki. Nataka nikufundishe leo uelewe msingi wa urafiki. Number one, you should understand kwamba urafiki wowote unaoufanya na mtu ni lazima ujengwe katika msingi wa urafiki, na huo msingi wa urafiki ni Yesu Kristo. Kabla ya rafiki yoyote kwenye maisha yako, kwenye kazi, kwenye huduma, kwenye biashara, huyo rafiki anayekuja aukute msingi wa kwanza wa urafiki umeujenga na mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yoyote atakaye kuja kujengeka juu ya huyo, urafiki huo utadumu. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kuharibu huo msingi, kwa sababu msingi wako ni Yesu. Na nikwambie mwanangu, ukiwa na msingi wa Yesu, marafiki wowote waharibifu lazima kukatae. Hujanielewa? Ukinyoka na Yesu, kuna watu watakupunguza kwenye magrupu yao. Kuna watu watakurimove kwenye magrupu. Wakikurimove wanakuwekea sababu ambayo sio sababu. Kumbe ni kwa sababu hawawezi kuconnect na wewe, kwa sababu msingi ulipojengea urafiki ni msingi wa namna ya tofauti, msingi usioruhusu uharibifu. Wanangu, mnaweza kuishi bila marafiki. Usiwe mtumwa wa kitu kinaitwa rafiki. Oh, msinione hivi mimi nina mawazo kwa sababu sina marafiki. Nani alikwambia? Nani alikwambia una marafiki ndio una stress? Nani hana rafiki? We uliookoka usitamke neno la hauna marafiki. Kuna kasongi tunaimbaga, Yesu kwetu ni rafiki, Babi wa ajabia, tukiomba kwa Baba, maombi yasikia. Hapo tena,
Lakini twajikosesha, nitaka vibaya, kwamba tulimwomba Mungu maombi angesikia. Kama marafiki wakikupunguza, mama pasta, unaye rafiki ambaye hang'oki kwenye maisha yako. Amen. Unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anaingia ndani yako, hakuna anayeweza kumtoa. Hawa marafiki wa kanisani wakiamua kukuacha wakuache, wakiamua kukutenga wakutenge, wakiamua kuondoka waondoke, lakini unaye Yesu ndani, huyo ni msingi, hakuna wa kumtoa. Mimi niliweza kusurvive bila rafiki, iliwezekana. Kwa nini? Kwa sababu background yangu haikuruhusu kuwa na marafiki. Marafiki wanataka kubenefit kutoka kwa rafiki. Ndiyo maana wengi wa watu wasio na marafiki ni watu wasio na kitu. Kwa nini? Mtu hatajipendekeza kwako kwa sababu hatapata chochote. Apewe sifa Yesu. Na kama rafiki atakuja kwenye maisha yako kwa sababu ya kupata kitu chochote, siku kisipokuwepo hicho kitu chochote, ndio mwisho wa huo urafiki. Haleluya, haleluya. Tambua msingi wa urafiki ni nini. Ukijua msingi wa urafiki ni Yesu, akiwa ndani yako huyo Yesu, acha dunia iwe kinyume na wewe, bado unatoboa, bado vitu vinaeleweka, bado majibu yanapatikana, maana ni naye rafiki wa kweli. Wanangu wazuri, ukitaka uanze kutembea barabarani unaongea peke yako, endekeza kitu kinaitwa marafiki. Kwa nini? Kwa sababu rafiki yako anaye rafiki yake, na huyu rafiki yake anaye rafiki yake kipenzi. Ukiwa unashare story na rafiki yako, usisahau kuweka mpaka, kwamba nitashare na wewe mpaka hapa, huko hatutafika. Kwa usalama wako, bakiza eneo ambalo hata rafiki unayesema ni rafiki hagusia. Kama huyu mwanamke aliyekuwa anaishi naye chumba kimoja mwenzie, wamepata ujauzito wakati mmoja, wote wakazaa. Maandiko yanasema alipoua mtoto wake, hajawaza kwenda kuchukua wa jirani, anaenda kuchukua wa rafiki yake. Apewe sifa Yesu. So kwa sababu wewe ni kipenzi cha urafiki, ukiona vitu vyako vimeharibiwa na rafiki yako, unasema ninamwombea Mungu atamuonyesha kazi, ninamwombea Mungu atamwezesha. Huyu mama alipoamka usiku, maandiko yanasema akaona mtoto wake amekufa. Akalia kwanza ule usiku, nina hakika mtoto akalia kwa sababu ni nyakati za giza. Apewe sifa Yesu. Ukishuka hayo maandiko yanasema hivi, hata asubuhi kulipo pambazuka, huyu aliyelia jana usiku na msiba wa yule mtoto akawa ana nafasi ya kuexamine, kudouble check mtoto. Kimcheki masikio, jamani, hata kama mtoto huyu tuliupata kwenye ukahaba, lakini sio kwa masikio hayo. Cheki pua, mbona hili komwe? Alafu wakati huyu anamcheki mtoto, huyu aliyeiba mtoto shogake, labda anamnyonyesha, pole jamani, dunia hii. Kwa sababu marafiki waga wanatupetipeti ili kutupumbaza. Anajaribu kukufariji, nitakuombea, yani tunaliweka mbele za bra. Nisikilize, uko wakati unamkatisha Roho Mtakatifu asiyeeleweka. Unasema kabla uniombee, hebu lete huyo raia nimchungulie na yeye. Huyu nimemwangalia, mlete na huyo nimuangalie. Inawezekana mwanamke yule alizuia, lakini the end of day, nina hakika ulikuwepo mtiti pale ndani wa kumwambia hapana, huyo mtoto naona masikio kama ni yule wangu, huyu sio wa kwangu, lakini kwa usalama wako nirudishie mtoto.
Yule mwanamke mwingine akasema excuse me, labda unijui vizuri. Nafikiri unaelewa maugomvi yangu huko kwenye misha zetu za ukaba. Unaona nilivyokuwa napigana na wanaume. Usije ukasogea kugusa huyu mtoto. Huyu mtoto ni wangu. Si niliwafundisha? Nikamwambia ijaandikwa kwenye Biblia, lakini pale ndani hapakutosha. Si walikuwa wanakaa chumba kimoja, hakikutosha. Ukisikia maandiko yanasema wanawake wawili makahaba wakaenda mbele za mfalme. Mbele za mfalme, Pastor Jojo, uweze kuinuka hapa unaenda ikulu, unaendaje? Ni lazima pavurugike mburahati. Anakuja mwenyekiti wa serikali za mtaa, anashindwa huo mtiti wako. Wanamuita sijui polisi jamii, anachemka. Halafu watu wanasema hii ngoma imetushinda. Unaongelea level za juu. Unarusha miguu na mikono, ulivaa tight nene mwanamke, hutaki kuelewa story. Unataka cha kwako. Unapodai cha kwako, udada usistadue kaga pembeni. Yes. Maana adui anataka kuhamisha baraka ambayo Bwana ameiweka juu yako. Ni lazima uwe mbishi. Hamjanielewa nyi watu wa Mungu, mnataka vitu kistaarabu. Nilikuwa naangalia kwenye memes moja hivi. Nikamwona kuna mwanamke mmoja anasema mimi nachana msamba 10,000 msamba mmoja. Kamama hako kamesimama. Kuchana msamba mmoja 10,000. Yaani ukikaangalia unaona kamekaa kishalishali. Kidogo tu mwandishi bado anaongea kakapiga. Kakainuka. Nikasema hivi haka kakiibiwa kitu chake haka. Kamesamba 10,000. Kakiibiwa kitu haka. Apewe sifa Yesu. Wanangu wazuri niwaambieni. Marafiki zetu. Mimi na wish Mungu ameniweka hapa ujifunze kutoka kwangu. Mimi naweza kuishi na hili kanisa lote hivi kama mnavyoona tunavyoishi. Hapa naongea na kila mtu. Kila mtu hapa anapiga story. Si mshirika, si mchungaji nini. Na pia najua nikikuangalia tu naweza kuwa napiga story na wewe tunacheka. Lakini najua huyu snitch. Hallelujah. Lakini you know what? Ni kwa nini tunaendelea kuongea? Kwa sababu najua unaendelea kujifunza. Najua kuna namna utabadilika. Yes. Ukishajua unadili na nani utabadilika. So tunaendelea kupiga story. Yes. Wengine wanasema bishop hii hajaijua. Naijua. Naijua hiyo. Hallelujah. Naijua. Wengine wanasema unajua bishop, huyo bishop utamwambia kitu huyo mtu kwa bishop, kwa sababu niliona wamekaa siku ile wanaongea pale wawili. Huyo ni rafiki yake. Mimi sina rafiki wa karibu. Rafiki wa karibu ni Yesu. Wewe ni mwanangu wa kiroho. Bwana amenipatia wewe kuwa mwanangu wa kiroho. Wewe sio rafiki yangu wa karibu. Naweza kuwa na wewe kwa ajili ya jambo unalolipitia, lakini sio rafiki wa karibu. Wewe ni mwanangu. Yes. Come on. Ukijua hizi principle, utakuwa na amani kanisani ya kutosha. Kabisa. Apewe sifa Yesu. Amen. Wako watu leo makanisani wameshindwa kufanya kile wameitiwa kufanya kwa sababu ya kigezo cha kudhani fulani ni rafiki yake sana wa fulani. Unajua huyu ni rafiki wa baba. So mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu mbona anayefanya ni rafiki yake wa baba. Excuse me. Nilishajifunza hili somo nikagraduate nikapata 100 kwa 100 na change. Hallelujah. Amen. Nilishajua hili somo nikaujenga urafiki kwenye msingi wa Yesu Kristo. Yes. Naye anasema hivi, ukijenga urafiki kwake Yesu, yes, unafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Upepo ukija, Jesus, ukivuma na mafuriko, hiyo nyumba haitatikisika, maana imejengwa kwenye msingi ulio imara uitwao Yesu Kristo. Yes. Huyo ndiyo mwamba imara. Jesus. Jenga msingi wa urafiki kwa Yesu. Yes. Mwanangu we, ngoja niwasaidie kuelewa hivi kwa namna rahisi kabisa. Yes. Maandiko yanasema hivi, Jonathan na Daudi roho zikaendana. Yaani roho zikiendana, ninachowaza unawaza. Hamna mtu atakuwa mbali na mtu ambaye ninachowaza naye anawaza. Amos 3:3 anasema wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa hawa watu wamepatana.
tunapopatana kila mtu ana feel ndani yake kama hii njia ninayoendea ni njia sahihi. Regardless nani anasema nini, lakini hii njia ni sawa sawa. So nikifuata hii njia siwezi kupotea. Lakini tunao marafiki kwenye Biblia inazungumza juu ya rafiki mmoja wa Absalom aliyemshadadishia rafiki yake kubaka. Kwenye Biblia